تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الأعزاء، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى، واعلموا أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون ومحاسبون. يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. أحبائي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموضوع اليوم يتمحور إلى قول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها فلعله أن يصيب أحدكم نفحة منها فلا تشكون بعدها. نزال الإسلام بعد kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani utukufu wa ndani kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nuzali hilo kwa bora zaidi ni kukusieni pamoja na kukusia nafsi yao katika swala zima la kucha, lakini na kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hatuna budi baina yetu sisi kama waumini wa dini ya Kiislamu kumshukuru Allah tabaraka wa taala kuweza kuyadiriki yale masiku 10 matukufu yanayotokana na mwezi wa Dhulhijja, masiku ambayo mimi na wewe kama tulitumia fursa vizuri, kama tulihakikisha tunayatumia haya makumi vizuri katika kufanya khairati kheri mbalimbali, kutoa sadaka, kufanya dhikri, kuombana msamaha tumekoseana, kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu kumsamehe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kufanya heri hizi na zile, wajali ndugu zetu wasiojiweza, wajali mayatima, kufanya ihsani, kuimarisha nyumba za Allah tabaraka wa taala. Basi hakika wale waliokiri na wema watakuwa wamefanikiwa pakubwa, kwa sababu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika mafundisho yake: inna lirabbikum fi ayami dahrikum nafhat, hakika kwa Mola wenu katika masiku yenu ya mwaka nenda mwaka rudi kuna masiku yenye vipawa, kuna masiku ambayo ni fursa ya wewe kujiangusha, fursa ya wewe kukosea Mwenyezi Mungu katubu, fursa ya wewe kuyemkosea mwenzio kwa maradhi, fursa kwa wewe kutoa sadaka, fursa kwa wewe mwenye kumwomba Mwenyezi Mungu katika zile kheri zote unazozitaka zikukusulie, fursa kwa wewe mwenye kufanya hili na hili yenye kumlilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika kila mwaka hapa kuna masiku ambayo ukifanya jambo la kheri ukibaki. Hayo ndio maneno ya Mtume Muhammad. Na hakika katika mwezi huu wa Dhulhijja kuna masiku 10 ya kwanza kuanzia mfungo wa Dhulhijja mpaka tarehe 10 za Dhulhijja, ambapo siku ya 10 ni siku hii ya leo ambayo tunasimama kutekeleza ibada kubwa ya Eid al-Adha. Eid al-Adha kwa sababu sunna ya kuchinja tumepata kutoka kwa baba yetu Ibrahim, alipootesha na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba kuchinja manake kijana wake Mtume Nabii Ismail, akasadikisha ndoto na kumhadithia kijana wake.
ya wangu mpendwa, Mwenyezi Mungu ameletea ujumbe, risala, message kwamba mimi nikuchinje wewe. Angalia, mtoto huyu mpendwa akamwambia baba yake, baba yake, ikiwa ndivyo hivyo unalosema Mwenyezi Mungu amekuletea, basi wewe utakuwa tayari. Alipokusudiwa na alipokusudia Nabii Ibrahim kumchinja mwanae Nabii Ismail, na Nabii Ismail kuwa tayari kwa mtindo mnyenyekevu mkubwa baada ya kuambiwa ndoto ile kutoka kwa Allah Tabaraka wa Taala, anakuja anakipingamizi vile anataka kutekeleza ile jambo. Mwenyezi Mungu akamtuma malaika Jibril baada ya kumchinja mwanae. Sasa Jibril chukua kondoo, mpelekee Nabii Ibrahim Khalilullah, kipenzi na msiri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amchinje huyu na amwache mwanae. Kwa hiyo hii ni sunna ambayo tukitoka sote hapa masjid katika kuswali swala nyingi tunazoswali haide, basi tukatekeleze kumwaga damu, tuchinje. Yule mwenye uwezo wa kuchinja ngamia fahala na wasaka, yule mwenye uwezo wa kuchinja ng'ombe fahala na wasaka, yule mwenye uwezo wa kuchinja mbuzi au kondoo fahala na wasaka. Japo na wale ambao wamesema kama mtu hana uwezo wa chochote, basi hata ndege muhimu kumwaga damu, lakini kichinjwa haswa kinachotakiwa ni kile cha mengine. Ndugu zangu, tusidharau wala kuipa mgongo hii sunna ya kuchinja iliyosiliwa, wala tusibweteke na zile sadaka wanazochinja wenzetu wa Kituruki wa mataifa mengine wakatuletea, ukajiona wewe kuna haja ya kuchinja, utakuwa umefanya. Wale wamechinja kwa sababu wametekeleza sunna ya Nabii Ibrahim ambayo ilishuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa na wewe, hata kama kutakuwa na nyama za kugawiwa za bure, usibweteke ukaacha kuchinja. Kuchinja ni ibada, chinja na ile nyama itakujilia kupokea. Lakini nyama hizi zinakusudiwa ndugu zako wafakiri wasiokuwa na damu. Na hata wewe utakapochinja, wa at'imu al-ba'is al-faqir, Mwenyezi Mungu anasema wape kichinjwa hiki wale ambao majirani zako unaowaona wao hawana chakula. Kama vile katika Eidul Fitri tunavyoanza, falsafa yake ni kwamba kuwazuia tena siku hii ya leo ya Eid kukaa barabarani wajuani kumi wakawa wanaomba. Kwa hiyo vichinjwa tunavyochinja tuhakikishe insha Allah tuangalie wale ndugu zetu ambao ni hawana jambo, hawana uwezo wa kuweza kumiliki wanyama au nyama wa kuchinja. Hiki tunachokichinja tuwapeni na wao insha Allah siku ya sikukuu ya leo wasamehe na familia zao. Tuangalie wasiojiweza yatima, tuwape wajane. Sio tena na sisi wenye uwezo tukaacha kuchinja, tukapoteka na nyama za bure, tukapiga na vikumbo na mafakiri. Hapana, tuwapeni mafakiri maskini kipaumbele kwanza. Sisi kama zitakuwa zimesalia fahala na sahala wa mahaba, la tuhakikishe sisi wenyewe tunachinja kwanza. Hii ni ibada inayokuhusu wewe na mimi, ibada ambayo ni sunna ya Abina Ibrahim, baba yetu Ibrahim, na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa, leo tuko mwisho katika kuhitimisha na kumaliza haya masiku 10. Haya masiku 10 ndugu yangu na soko Lukadas ni kama soko lililoko mahali, kama soko lililoko mahali, rabbi hafidha marabiha wa khasira wa khasira, amepata faida mpataji faida. Wallahi yatakuwa kufasilika ambayo hakuyatumia vizuri na kubihani. Na ndugu zetu walioko hapa mahujaji wametuombea dua, na wengine tumewaambia watu wamekuwa, kwa sababu kule ni mahali patakatifu. La yuraddu dua hairejeshi bali
kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wametuombea, lakini pia vile vile na sisi wenyewe tumekiombea. Masiku haya kumi wapo waliotumia kuiombea nchi yetu amani na utulivu, lakini kuiombea taifa letu amani na utulivu, lakini kuombea viongozi wetu. Mwenyezi Mungu awape zuhura njema, awape umahiri, awape ushupavu na ukakamavu, ili waendelee kutuongoza vyema na kuletea maendeleo taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alhasil, kiongozi wetu wetu, mama yetu, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, tuna haki na kila aina ya sababu ya kuombea mama huyu kwa namna anavyoendesha nchi yetu na sio kisiasa. Alhamdulillah, ukweli umesema, ndugu zangu, amani na utulivu ambao tumepata katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano wa kupigiwa na mataifa mengine duniani, na si vingine ni namna ya viongozi wetu wa kwanza mpaka huu wa awamu ya 6, namna wanavyoili na sera za chama chao kwamba amani kwanza. Amani kwanza ni kitu cha muhimu sana. Ndugu zangu, swala la amani, mas'alatul amni wa salama, mukaddama min mas'alati talabil rizq. Swala la amani na utulivu, hili hata ndani ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu katika kitabu chetu kitakatifu Qur'ani, ni swala ambalo limetangulizwa na limepewa kipaumbele kuliko swala la kutafuta riziki. Swala la kutafuta riziki halijapewa kipaumbele katika Qur'ani wala katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kulikoni swala la amani na utulivu. Ndugu zangu, bila ya amani na utulivu bila ya amani na utulivu hawawezi vijana wetu kupata elimu. Bila ya amani na utulivu hatuwezi tukakaa ofisini. Bila ya amani na utulivu hatuwezi kulima. Bila ya amani na utulivu, wallahi wallah, hatuwezi tukatekeleza ibada zetu katika hali nzuri ya huruma kama namna hii, kama hatuna amani. Tuna kila aina ya mfano tukiwatazama wenzetu wakao hapa, swala zao za wasiwasi. Una swali nyuma mtutu, una swali unasikia kopo limelipuka, una swali huyo maisha yako unaishi kama kwa. Lakini tukisafiri tuangalie nchi ya Palestina pale Gaza, namna gani amani na utulivu uliotoa leo, hata riziki yanatokea mataifa mengine kwenda kutoa msaada, na wao pia wanapigwa. Msaada huo pia unasambaratishwa, kwa maana taifa hasimu, taifa dhalim la Israeli laanatullah, taifa hili limekusudia kwamba kufuta Uislamu, kufuta tarehe ya historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale Masjid al-Aqsa katika nchi ya Palestina. Hakuna amani, hawaswali vizuri swala ya dini, swala zingine tano za faradhi kutokana na hali ya kuondoka amani tu. Tunaona makovu yanapigwa mpaka shuleni, tunaona makovu yanapigwa mpaka hospitalini kwako. Namna gani swala la amani na utulivu Mwenyezi Mungu alivyolisisitiza katika Qur'an, na ndiyo dua ya kwanza aliomba Nabii Ibrahim pale katika nchi ya Saudi Arabia, Makkah al-Mukarram, alipokuwa kiongozi na mtume pale. Huyu baba yetu Ibrahim ambaye historia ya kuchinja imetokana na yeye. Jambo la kwanza Ibrahim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa nabii na mtume pale, rudi katika Qur'ani aya ya 126 sura al-Baqara, Mwenyezi Mungu anasema kwa dua aliyoiomba Nabii Ibrahim kuombea amani na utulivu kwanza pale katika nchi ya Saudia. Mpaka leo hii amani na utulivu na yeye ipo leo, hamsikii Saudi Arabia chochote.
mahujaji wanakwenda kuhiji, wanafanya ibada zao vyema, hakuna anayemsokora mwenzie wala kumfyonza wala kumtusi. Wala ni amani tu na utulivu kwa dua na baraka za dua aliyoiomba Mungu baba yetu wa imani Ibrahim alayhi salam, kumwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Mwenyezi Mungu, dua hii ya Ibrahim alimwomba Mwenyezi Mungu kwanza kabla ya chochote, kumwomba Mwenyezi Mungu ipatikane katika nchi ya Makka, Saudi Arabia, amani na utulivu, kwa kusema Rabbi ja'al hadha baladan amina. Mwenyezi Mungu, jalia nchi hii, ujalie mji huu wa Makka Mwenyezi Mungu na Madina yake na vitongoji vyake na viunga vyake, jalia Mwenyezi Mungu amina, kuwa na amani na salama. Baada ya kuomba dua ya amani, akaleta dua nyingine, warzuq ahlahu min ath-thamarat, na warzuku watu wa nchi hii au mji huu wa Makka riziki, vipato, riziki patikanipo. Lakini man amana minhum billah, kwa yule ambaye miongoni mwao amemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir, na akaamini siku ya mwisho. Ndivyo hivyo mpaka leo mji wa Saudi Arabia umekuwa na amani na utulivu. Kwa hiyo sisi kama Watanzania kuliombea taifa letu amani na utulivu, kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa namna ya uongozi wake uliotukuka, uliokuwa bora wa demokrasia njema iliyotulia. Lakini kuombea pia viongozi wetu waandamizi, kuombea afya njema, kwa sababu kuombea kiongozi akipinga sote tunapinga, kiongozi akienda mama sote tunakwenda kwa. Haiwezekani mti ukawa umepinga kivuli kikanyooka hata siku moja. Kwa hiyo kiongozi wa nchi ni mti, ukinyooka basi raia watanyooka, ukipinga akipinga basi raia wote watapinga. Kwa hiyo taifa lililofanikiwa ni kwa sababu ya umahiri na uhodari mkubwa na uongozi bora uliotukuka wa viongozi wetu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na si vibaya kusema hivyo, kwa sababu ni imani, kupenda mtu taifa lake, kupenda viongozi wake. Imani halikutiki ni swala la imani. Wewe utakuwa sio mzalendo kama upendi nchi yako. Na tunawaona leo watu ambao uzalendo hawana, ambao wanaombea machafuko yanatokea muda wote, wakati wote. Uzalendo tutahadharia hao. Sisi ndio tunaishi hapa na familia zetu, tunaishi hapa, riziki zetu tunatafuta hapa, watoto wetu tunawasomesha hapa, kazi zetu ziko hapa. Hawa ambao hawalitakii mema taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao wao kauli zao kwamba wacha kimke, wana pasipoti mbili, wana uraia wake, kikinuka hawa watakaoathirika ni watoto wetu, ndugu zetu, jamaa zetu. Lakini wao wakati huo watakuwa wanakula maisha katika nchi zingine, kama mlivyoona katika uongozi wa Muhammad bin walikwenda kuishi. Hatutaki kulesewa na wala hatukulimbabi siasa. Katika mlango wa siasa tuko katika mlango wa kuasa. Nyinyi ndugu zetu wengi, tushikamane sana kuliombea taifa letu, kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kuombea viongozi wetu na kuliombea baraza letu kwa Uislamu Tanzania wapate kuombea chukua chetu kwa Tanzania, Daktari Abubakar Zubeir na Abubakar, ambaye mpaka leo ameziunganisha taasisi zote za Kiislamu kuwa filibanati waida katika kivuli kimoja ambacho sote sisi linatuunganisha kalima tauhidi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الأعزاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي المرتضى وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.